Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu vema ya familia yako. Tazama, familia maana yake ni sehemu ambayo vitu zaidi ya viwili tofauti vinaishi pamoja, kwa kila kimoja kuishi kanuni na utaratibu wake, kwa kila kimoja kuishi kanuni na utaratibu wa kuonekana kwake. Ndiyo, ni sehemu ambayo mamlaka zaidi ya mbili kuishi pamoja. Ni sehemu ambayo watu zaidi ya wawili wenye tabia tofauti kuishi pamoja, kwa kila mmoja kuishi tabia yake. Ni sehemu ambayo watu au vitu zaidi ya viwili kuishi pamoja, kwa kila mmoja kuishi kanuni na utaratibu sawa na kuonekana kwake, na kufanya popote pale ulipo wewe ndiye familia. Popote kiungo chako cha mwili kilivyo, chenyewe ndicho familia. Popote ulipo kwa jina halisi, wewe ndiye uliye familia, kwa kuwa wewe ndiye sehemu ya zaidi ya vitu viwili tofauti vinaishi pamoja, ya zaidi ya viungo viwili tofauti vinaishi pamoja, ya zaidi ya mamlaka mbili tofauti zinaishi pamoja, ya zaidi ya tabia mbili tofauti zinaishi pamoja, kupatikana ambaye wewe na kupatikana ambaye ni wewe, au sehemu inayoitwa kwa jina lako hapo ulipo. Iwe ni mkono, iwe ni mguu, iwe ni moyo, iwe ni kichwa, iwe ni mwili wako wote, kwa jina ulilonalo hapo ulipo, na kuitwa mtu, kuitwa mwanamke, kuitwa mwanamume, kuitwa mtoto, kuitwa kijana, kuitwa vyovyote kwa jina lako, kwani hilo jina ndiyo sehemu ya vitu viwili tofauti vinavyoishi pamoja. Ndiyo sehemu ya tabia zaidi ya mbili tofauti zinazoishi pamoja, ya viungo zaidi ya viwili vyenye tabia au kanuni au taratibu tofauti zinapoishi pamoja. Sehemu ya mifumo zaidi ya miwili yenye kanuni au taratibu tofauti zinazoishi pamoja, kukufanya popote ulipo, pasipo kujalisha ni wapi, wewe ndiye uliye familia. Wewe ndiye uliye familia, au sehemu ambayo zaidi ya vitu viwili tofauti vinavyoishi pamoja, zaidi ya mamlaka mbili tofauti zenye kanuni na utaratibu tofauti zinazoishi pamoja. Kwa hiyo familia yako ni popote wewe ulipo. Familia yako ipo popote pale wewe ulipo, kwa kuwa wewe ndiye sehemu ya zaidi ya vitu viwili, au kwa jina moja wana familia kuishi. Wewe ndiye sehemu ya zaidi ya vitu viwili, kwa maana kwamba wana familia kuishi. Kuwa haijalishi uko wapi, haijalishi upo mtaa upi, haijalishi unafanya nini, lakini popote pale
popote ulipo, hapo hapo ulipo ndipo wanafamilia wapo, kwa kuwa wewe ndiye familia au sehemu ya wanafamilia kuishi, sehemu ya zaidi ya vitu viwili tofauti tofauti, zaidi ya tabia mbili tofauti tofauti, zaidi ya mamlaka mbili zenye kanuni na taratibu tofauti tofauti kuishi. Kama upo katika ndoa hiyo na mnaishi zaidi ya watatu mlio na mamlaka tofauti tofauti, basi jina la ndoa hiyo ndio huitwa familia. Kama upo popote ulipo na mnaishi zaidi ya wawili tofauti tofauti, mamlaka zaidi ya mbili tofauti tofauti, tabia zaidi ya mbili tofauti tofauti, hiyo sehemu kwa jina moja ndio huitwa familia. Hiyo sehemu kwa jina lake ndio huitwa familia. Iwe ni jina la taifa lako, iwe ni jina la dhehebu lako, iwe ni jina la dini yako, iwe ni jina la familia yako, iwe ni jina la ukoo wako, iwe ni jina lako popote pale ulipo, hilo jina ndio huitwa familia, kwa kuwa wameketi wakiishi pamoja zaidi ya watu au vitu viwili vyenye kanuni au taratibu tofauti tofauti, tabia tofauti tofauti, moyo na kanuni na utaratibu wake, figo kwa kanuni na utaratibu wake, mapafu kwa kanuni na utaratibu wake. Lakini kwa kuishi sehemu moja, hiyo sehemu ndiyo huitwa familia kwa jina lake, na sehemu hiyo ndiyo huo mwili wako, mwili wako kwa jina lake, mwili wako kwa jina lake, na kukufanya popote ulipo wewe ndiye familia. Kama ni mtoto au mzazi, iwe ni mama au baba, kwa jina la familia hiyo lililowaweka pamoja, tambua hilo jina ndio huitwa familia, na hilo jina hukaa katika jina lako, na popote ulipo jina hilo la familia ndio huonekana, ndio hutawala, ndio hufanya maamuzi, ndio linazidi kuwaweka pamoja. Kwa kuwa kama ni baba, kumbuka ni lazima kuwe na watoto ndani yako, mke ndani yako, wakwe ndani yako, familia ndani yako, kwa majina yao yote, kufanya popote ulipo hao wako ndani yako, wako ndani ya jina lako Baba, wako ndani ya jina lako Baba wa aina hiyo, wapo ndani ya jina lako Mama wa aina hiyo, wapo ndani ya jina lako wewe mtoto kwa jina hilo, wapo ndani kwa jina lako wewe mkwe, wapo ndani kwa jina lako wewe babu, wewe bibi, au popote pale kwa kuitwa kwako. Ufanya vyovyote vile popote ulipo, na familia yako ipo popote ulipo, wana familia yako wapo, kwa kuwa wapo ndani yako, kwa kuwa wewe ndiye familia, ikimaanisha
sehemu ambayo wanafamilia wanaishi, sehemu ambayo wanafamilia wanapatikana. Kimaanisha ukitafutwa baba, mama kapatikana, watoto wamepatikana, familia fulani kwa majina yao yamepatikana, iwe ni mjomba, shangazi, baba mkwe, mama mkwe, marafiki na majina mengine yote yapo ndani yako popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ndiye familia na wana wa familia ndio hao wote. Ukikamatwa au ukitazamika wewe mama, watoto wapo ndani yako, mume wako yupo ndani yako, marafiki zako wapo ndani yako, mama yako, baba yako yuko ndani yako, kwa kuwa hao ndio wana familia ya wewe uliye familia, ya wewe uliye sehemu ya wanafamilia kuishi. Wewe popote pale ulipo, ni dunia yote na anga lake lote, kwa vitu vyote vilivyopo ndani yake, kwa tabia na taratibu zao zipo ndani yako, ikiwa na maana vitu vyote vimeonekana kwa wewe kutazamika tu, kwa kuwa wewe ndiye familia au sehemu ya vitu vyote hivyo kuketi ndani yako, ya vitu vyote hivyo kuwa ndani yako, kwa kuwa ni wana familia wanaokaa ndani yako, wewe uliye familia au sehemu ya zaidi ya vitu viwili vyenye kanuni na taratibu tofauti tofauti, kuishi pamoja, kwa kila kimoja kuishi kanuni na taratibu zake. Polisi kwa kanuni na utaratibu wake, askari kwa kanuni na utaratibu wake, mwanajeshi kwa kanuni na utaratibu wake, daktari kwa kanuni na utaratibu wake, baba kwa kanuni na utaratibu wake, mkulima kwa kanuni na utaratibu wake, mwanasheria kwa kanuni na utaratibu wake, mtume kwa kanuni na utaratibu wako, nabii kwa kanuni na utaratibu wako, mwalimu kwa kanuni na utaratibu wako, popote pale kwa kanuni na utaratibu wake. Kuishi pamoja, kwa kila mmoja kuishi taratibu yake. Kwa hiyo sehemu wanapoishi pamoja ndio huitwa familia, na kwa kuwa wewe upo ndani ya hayo, basi hayo yote yapo ndani yako. Wewe upo ndani ya familia hiyo, basi familia hiyo ipo ndani yako. Wewe upo ndani ya dhehebu hilo, basi dhehebu lote hilo kwa kila mmoja kwa kanuni na taratibu zake wapo ndani yako. Wewe upo ndani ya taifa hilo, basi taifa lote kwa kila kimoja, pasipo kujalisha ni mdudu kwa kanuni zake, ni mali kwa kanuni zake, ni nani kwa taratibu na kanuni zake, wapo ndani yako. Ikiwa wewe upo ndani ya dunia yote, upo ndani ya dunia yote, basi dunia yote kwa kila kimoja, kwa chochote kilichopo kwa kanuni na taratibu zake kipo ndani yako, ikimaanisha wewe ndiye sehemu ya vyote hivyo kuishi. Wewe ndio sehemu kwa jina hilo moja unaloitwa ni daktari, ni mtumishi wa Mungu, ni mhasibu, ni mwinjinia, ni mkulima, ni baba, ni mama, au vyovyote kwa kuishi kwako, wewe ndiye sehemu ya vyote hivyo kuishi pamoja, ya kanuni hizo na taratibu hizo, tabia hizo tofauti tofauti, kuishi pamoja.
kwa kuwa wewe upo ndani ya ufalme wa Mungu, ikimaanisha katika ardhi popote ilipo na anga lake popote lilipo, kwa vyote vilivyopo ndani yake vinavyoishi kwa kanuni na taratibu zao, vipo ndani yako, kwa kuwa wewe upo ndani yake, upo ndani ya ufalme wa Mungu. Basi na ufalme wa Mungu kwa kila kimoja kilichopo ndani yake kwa taratibu na kanuni zake kipo ndani yako, na kimaanisha wewe ni familia kwa wanafamilia walio ndani yako, maana kwamba ufalme wa Mungu uliopo ndani yako. Imekuwa vema ya familia yako ni uwepo wa wanafamilia. Vema ya familia yako ni uwepo wa wanafamilia, kwa kuwa wewe ndiye familia unaowaweka wanafamilia pamoja. Wewe ndiye sehemu unayowaweka wanafamilia wakae pamoja, pasipo kujalisha tabia ya mmoja na mwingine ni ipi, utaratibu na kanuni ya mmoja na mwingine ni ipi, lakini kwa kukaa pamoja wote, kwa kuishi pamoja wote ndani yako, basi wewe ndiye familia au sehemu inayowafanya wanafamilia kuishi pamoja. Hiyo vema ya familia yako ni uwepo wa wanafamilia. Vema ya familia yako ni uwepo wa wanafamilia, ikimaanisha vema ya maisha yako popote pale ulipo ni uwepo wa wanafamilia yako, uwepo wa watoto wako, uwepo wa wazazi wako, uwepo wa kabila lako, uwepo wa familia yako, uwepo wa taifa lako, uwepo wa dhehebu lako, uwepo wa kila kimoja popote pale kilipo. Kwa neno moja, uwepo wa wanafamilia, na kufanya ulipo haupo upo tu, bali upo ufanya uwepo wa familia, kufanya uwepo wa wanafamilia, kufanya uwepo wa wazazi, kufanya uwepo wa watoto, kufanya uwepo wa wanamume, kufanya uwepo wa wanamke, kufanya uwepo wa mke, kufanya uwepo wa mume, kufanya uwepo wa taifa kwa kila kimoja kilichopo ndani yake kwa jina lake, kufanya uwepo wa dunia kwa kila kimoja kilichopo ndani yake, kufanya uwepo wa mbingu au anga kwa kila kimoja kilichopo ndani yake, kwa kuwa wewe ndiye sehemu ya mbingu na dunia kuishi. Wewe ndiye sehemu kwa jina lako, kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo, ya mbingu au anga, ardhi au dunia, kwa kila kimoja kilichopo kwa kanuni na utaratibu wake kuishi. Naongea na wewe ninapozungumza kuhusu vema, na maanisha usaidizi unaofaa kufanya vema ya familia yako, na maanisha usaidizi unaofaa wa familia yako kwa wanafamilia ni nini?
usaidizi unaofaa kwa wanafamilia ni nini? Usaidizi wako, usaidizi wa uwepo wako, usaidizi wa maisha yako, usaidizi wa biashara yako, usaidizi wa ndoa yako, usaidizi wa taasisi yako, usaidizi wa familia hiyo, usaidizi wa taifa lako, usaidizi wa kabila lako, usaidizi unaofaa wako wewe kwa walio ndani yako, kwa walio ndani ya ndoa hiyo, kwa walio ndani ya familia hiyo, kwa walio ndani ya taifa hilo, kwa walio ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa kuwa wewe ndiye uliye familia, ikimaanisha sehemu ambayo wanafamilia wanaishi, sehemu ambayo zaidi ya vitu au mamlaka mbili zenye kanuni au taratibu au tabia tofauti tofauti zinaishi. Basi usaidizi wako unaofaa juu ya hao ni uwepo wako popote ulipo. Usaidizi unaofaa juu ya wanafamilia ni uwepo wako popote ulipo. Uwepo wako baba, uwepo wako mama, uwepo wako mtoto, uwepo wako taifa, uwepo wako wewe kwa jina ulilonalo popote pale ulipo, ndio usaidizi unaofaa kwa wanafamilia. Na kwa kuwa wewe popote ulipo, pasipo kujalisha ni wapi, basi huo uwepo wako tu kwa jina lako ndio usaidizi unaofaa kwa wanafamilia wako, ndio usaidizi unaofaa kwenye chochote popote pale kilipo. Usaidizi huo unaofaa ni wa kuvifanya vingine viwepo. Usaidizi unaofaa katika familia ni wa kufanya wanafamilia wawepo, ikimaanisha kila mmoja kwa kanuni na utaratibu wake kuwepo ndani yako, kuwepo katika familia yako, kuwepo ndani yako wewe popote pale ulipo. Kuwa uwepo wako umevifanya vingine viwepo. Hicho unachokifanya umevifanya vingine vyote viwepo. Umefanya wanafamilia wako wawepo. Umefanya kila kanuni na taratibu tofauti tofauti kwa kuishi kwake ziwepo. Sasa wewe ndiye uliye vema ya familia yako. Wewe ndiye uliye msaidizi unayefaa wa familia yako, na usaidizi unaotoa kwa familia yako ni kuwaweka familia yako pamoja, pasipo kujalisha ni mwanamke, yule ni mwanamume, yule ni mtoto, yule ni kijana, yule ni mkubwa, yule ana tabia gani, yule ana kanuni gani, yule ni polisi, yule ni daktari, yule ni mwasibu, yule ni mkulima, yule ni mpishi, yule ni mzazi, yule yuko hivi, pasipo kujalisha vyovyote vile, wewe kuviweka pamoja, na umeviweka pamoja kwa uwepo wako hapo ulipo. Basi pokea pumzisho hili la Mungu, kwa kuwa wewe ndiye vema au msaidizi wa familia yako popote pale ulipo. Bado
wewe ni msaidizi katika familia yako. Haijalishi upo katika mapango, upo gerezani, upo hospitalini, uko jalalani, upo barabarani, upo sehemu yoyote, upo kaburini, upo sehemu ambayo unahisi hauonekani, lakini popote pale ulipo, bado wewe ni msaidizi unayefaa kwa familia yako. Ni vema, bado ni vema kwa walio wa familia yako, kwa kuwa wewe ndiye vema ya familia yako. Bado ni baba milele, bado wewe ni mama kwa watoto wako milele, pasipo kukujalisha upo kaburini, upo kwenye mashimo, upo wapi, lakini bado wewe ni mama milele kwa watoto wako. Wewe ni baba milele kwa watoto wako. Wewe ni babu, ni bibi milele kwa watoto wako. Wewe ni kiongozi milele. Wewe bado upo kwa jina lako husika milele, kwa kuwa wewe bado ni msaidizi unayefaa wa familia yako, ikimaanisha wewe ndiye sehemu pekee ya familia yako kuishi. Wewe ndiye sehemu pekee ya vitu zaidi ya viwili tofauti tofauti kuishi pamoja kwa kanuni na utaratibu wa mmoja na mwingine. Kwa hiyo hata sasa pumzisho hili la Mungu lipo hapo kwako ulipo, kukusaidia, kwa kuwa wewe ni msaidizi unayesaidia, kwa kuwa wewe ni vema au msaidizi unayefaa kwenye chochote popote ulipo, ikimaanisha wa familia yako. Basi pokea pumzisho hili kwa wewe kuwa unayefaa, kuwa msaidizi unayefaa kwenye familia yako, pasipo kujalisha ni wapi, kwenye taifa lako pasipo kujalisha uko wapi, kwenye dini yako pasipo kujalisha uko wapi, kwenye kila kiumbe kilichopo pasipo kujalisha wewe upo wapi. Pokea pumzisho hili na furaha ya wewe, ya raha ya kuwa vema ya familia yako. Pokea na iwe kwako.